Fanya vurugu. Ukitazama kikosi cha mnyama sasa hivi, matumaini yapo ya kucheza nusu finali? Ya, matumaini tunayo makubwa sana kwa timu hii tuliyokuwa nayo. Kwanza tazama namna ambavyo wachezaji wanajitoa, wachezaji wanajituma, lakini angalia namna ambavyo tuna mwalimu mjanja kweli kweli. Ingekuwa ni mwalimu mwingine angetaka sifa za kusema ya kwamba huyu nishamgonga 3, sasa wacha na leo nimwekee full mkoko ni mgonge 7 nyingine ziwe 10. Lakini mwalimu akapiga hesabu, nataka kitu gani hapa? Nataka kufuzu, nimefuzu. Na baada ya hii leo kitu gani kinafuatia? Siku 3 baadaye kuna mechi. Wapi? Tabora. Mbali kweli kweli. Cha kufanya hapa ni nini? Nijipange na mechi ya Tabora. Kwa mwalimu ukiona hesabu zake namna hii zinakupa matumaini ya kwamba tuna mwalimu mzuri ambaye anajua kuchagua kitu gani cha kufanya kwenye wakati gani. Lakini kama haitoshi, aina ya wachezaji tuliokuwa nao, tazama utulivu wao, tazama ubora wao, namna ambavyo wanafanya vitu kwa usahihi na kwa makini na kwa wakati. Hii maana yake ni kwamba inatupa sisi imani na shauku kubwa ya kwamba hatua ya nusu finali mwaka huu Simba tuna asilimia kubwa mno kuifikia kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Safari ya Tabora semaji lini, lakini pia kikosi kinataraji kuondoka tarehe 28 tukifika salama kuelekea Tabora kwenda kuwafuata TRA United. Na mechi hii ya leo, namna ambavyo tumecheza ni maandalizi ya mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wameperform hii leo ni maandalizi kuelekea mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wamecheza kwa kutunza nishati mwili ama kutunza power, sio power ya Mbosso, kutunza power ya mwili. Ni dhahiri shahiri ya kwamba mwalimu alishaanza maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 30 dhidi ya TRA. Hakukuwa na maana yoyote ufunguke, utumie nguvu kubwa, vijana wapambane, wapishane, alafu baada ya mechi watu wamechoka, unakuja kucheza na TRA, unamkuta yuko fresh na nguvu ya kutosha, alafu wewe umecheza unaenda kiwanjani hauna nguvu ya kutosha kwa sababu uliitumia kwenye mechi ya ligi mabingwa Afrika. Unaingia kiwanjani unacheza vibaya, unapata sare ama unafungwa, inakuwa haina maana yoyote. Ndio maana hii leo tukacheza kwa kurestore energy. Unacheza huku unatunza mwili ili utakapokuja kuingia uwanjani sasa kwenye mechi ya kuchukua alama uende ukiwa na nguvu ya kutosha, uende ukamtandike TRA pale pale nyumbani kwao, uondoke na alama 3. Huna sababu ya kutumia nguvu kubwa wala akili kubwa kwenye mechi ambayo tayari umeshafuzu. Kiuhalisia sisi tulifuzu tangu tarehe 19 ya mwezi wa 10. Leo tulikuwa tunafanya sherehe tu ya kuingia hatua ya kundi kwa mara ya 7 mtawalia. Lakini umefurahi kwa timu zote 4 kufuzu, semaji? Swali lako la mwisho. Nani? Christina Mwagala. Ya, ni mechi ngumu against TRA. Always tukicheza na wale mabwana mechi yetu inakuwaga ngumu kweli kweli. Wana timu nzuri, wana confidence ya kutosha, wana morali, wanapambana kweli kweli, ni wapambanaji. Ni timu ngumu, ni ngumu sana, lakini sisi tunakwenda kwenye mchezo huo kwa tahadhari kubwa. Na ndio maana unaona hata mechi ya leo tumecheza Benjamin Mkapa, tunacheza na Nsingizini ligi ya mabingwa Afrika, lakini akili yetu inamuanza TRA. Tunaanza maandalizi yetu, tumeanza mipango kwenye mechi hii kuelekea mchezo wetu huo kwa sababu tunafahamu ugumu wake, lakini tunaamini kwenye ubora tuliokuwa nao na meneja wetu mtaalamu kweli kweli, tunaamini atatuvusha salama kwenye mdomo wa TRA. Vipi lakini swali langu hujanijibu kusemaje? Swali lako nasema? Umefurahishwa na timu zote 4 kufuzu? Timu 4 za Tanzania zimefuzu kwa mara ya kwanza. Kwanza inatakiwa vilabu vyote na wadau wote wa mpira Tanzania
waipongeze Simba Sports Club. Wote wadau wote wa mpira wanatakiwa kuipongeza Simba Sports Club. Simba ndio tumefungua milango ya timu za Tanzania kutamani kwenda kushiriki kwenye michuano ya kimataifa. Miaka michache huko nyuma timu zote zilikuwa zinawaza kushindana locally. Hakuna ambaye alikuwa na shauku ya kwenda kushindana kimataifa. Kila mtu alikuwa anawaza tufungane wenyewe kwa wenyewe. Unatoka zako Ruangwa na Mungo, unakwenda zako Ali Hassan Mwinyi Tabora. Unatoka Ali Hassan Mwinyi Tabora, unaingia Liti pale Liti Iringa, Singida. Unatoka hapo unakwenda Sokoine Mbeya. Tulikuwa kama Watanzania tumesharidhika na maisha hayo. Hakuna ambaye alikuwa anafikiria kabisa michuano ya kimataifa. Michuano ya kimataifa tulikuwa tunapeleka timu 2 pekee, na zenyewe ikienda mechi ya kwanza, ya pili imetolewa. Na timu ikitolewa kwenye michuano ya kimataifa ilikuwa hausikii mashabiki wakilalamika kwa nini tumetolewa. Hata kama itatolewa na timu dhaifu, ili mradi tu ni timu ya nje, iwe Kenya, iwe Uganda, iwe Malawi, iwe Mozambiki, ili mradi imetolewa na timu ya nje, Watanzania tulikuwa tunaridhika kama hakuna ambacho kimetokea. Lakini Simba Sports Club tukaja tukabadilisha mtazamo, tukawaambia na wengine haya sio maisha, twendeni tukashindane kimataifa. Hawakutuelewa mwanzoni, lakini baada ya mnyama kuanza kutupa karata yake kwenye michuano ya kimataifa, hatimaye kila mmoja sasa na yeye akatamani, na mnyama alivyozidi kusogea mbele, ligi ya Tanzania ikazidi kupanda thamani, na hapo tukaongezewa slots na kutimia timu 4 za kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Yote hiyo ni kazi ya Simba Sports Club kuviamsha vilabu vingine ambavyo vimeamka. Kwa vilabu 4 vya Tanzania kufuzu michuano ya kimataifa kwenda hatua ya makundi, anastahili pongezi nyingi, anastahili pongezi zote, anastahili heshima kubwa ni sisi Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo sisi hatumpongezi yeyote kwa kufuzu kuingia hatua ya makundi, bali wao watupongeze sisi Simba Sports Club kwa kuamsha wao kutoka kwenye usingizi wa pono na kuanza kutamani kushiriki michuano ya kimataifa, na sasa wanashiriki michuano ya kimataifa. Ni sisi ndio ambao tumechonga njia, ni sisi ndio ambao tumeanzisha njia, ni sisi ambao ndio tumeanzisha huu mwendo, na kila mmoja sasa anafuata. Na kwa maana hiyo nasisitiza tena, hatuna sababu sisi ambao tuliteseka kutengeneza hii njia, tulidhalilika mwanzo wake kwenye kutengeneza hii njia, tulifungwa 5-3 ikawa ni kawaida, lakini tulivumilia mishale na dhihaka zote hizo ili kuitengenezea Tanzania njia, na leo hii Tanzania imepata njia. Sisi tunastahili pongezi, tunastahili heshima kubwa, na kwa mantiki hiyo hatumpongezi yeyote, kwa sababu kazi hiyo tumeifanya sisi. Kama siyo sisi, mpaka wa leo tungekuwa tunahangaika tu humu kufungana tu wenyewe kwa wenyewe, na watu wameridhika. Swala la kufurahi hujalijibu. Nimeelezea kinaga ubaga. Msemaji Barabusha pale airport, dua lako ni kwamba mbaki peke yenu. Dua imebadilika, mmeshafuzu. Haijapokelewa. Haijapokelewa. Vipi lakini? Kwa unairudia tena? Nitaomba nyingine. Mungu hawezi kunitupa mara zote. Hivi subiri samani. Haya, ambaye hajaridhika akae hapo tumalize pesa. Nataka tusambeane.